Hello, habari. Kwa majina naitwa Dr. Mary, ni mtafiti na mtabibu wa tiba asili. Mpendwa, habari za muda huu popote ulipo, unaendeleaje? Mimi sijambo, namshukuru Mwenyezi Mungu na tunaendelea kujifunza vitu mbalimbali katika hii channel ya Dr. Mary. Kwa wewe ambaye ni mara ya kwanza kutazama madarasa haya katika hii channel yangu, na kuomba subscribe, share video kwa wengine nao wakapata elimu nzuri ili iweze kuwasaidia katika changamoto zao mbalimbali na waweze kufurahia maisha. Mpendwa mtazamaji, mimi leo nakufundisha namna ya kutatua changamoto ya macho. Leo nakufundisha jinsi ya kuandaa dawa ya kusafisha macho na kutibu macho yenye ukungu pamoja na uoni hafifu. Una macho hayaoni vizuri, uoni wake ni hafifu. Una macho yana ukungu, uoni vizuri, macho yako yanatoa matongotongo kila mara. Yaani macho yako yanakusumbua, huwezi kusoma maandishi vizuri. Macho yako wewe huwezi kuona mtu akiwa mbali. Macho yako wewe huwezi kutembea katika jua kali. Macho yako yanakusumbua, huwezi kusoma karatasi nyeupe. Ukiangalia karatasi nyeupe, macho yako yanaumia, huwezi kuendelea tena kutazama. Sasa unachotakiwa kufanya wewe hapo, hii video unayoiona hapa, kuna huu mmea ambao una vitunda, hivi vitunda vya duara, na katika hiyo picha hapo unavyoona hapo, hivi vitunda utachukua vitunda vitano, utachuma ambavyo vimeiva kabisa vya rangi ya njano kama inavyoonekana katika picha na video. Ukishachukua hivyo vimbegu vitano, vitunda vyake vitano, utachukua na karoti tano. Ukishachukua na karoti zako tano, utachukua na manjano vipande viwili mpaka vitatu. Manjano vipande viwili mpaka vitatu. Hii ninapokufundisha, hii ni dawa ya uhakika na inafanya kazi kwa 100%. Na hii dawa ambayo nakufundisha ni dawa ambayo utatumia we na utaacha na mwingine atatumia. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, hivi vitunda vitano, karoti tano, na pamoja na hii binzari ya manjano hii. Ukishachukua vyote utavikatakata vipande vidogo dogo. Unaweza kutengeneza juisi, ni vizuri pia. Unaweza kutengeneza unga wake, pia ni vizuri. Unaandaa jinsi unavyoweza wewe. Kama utaweza kuchemsha kutengeneza juisi, sawa, tumia ikiwa mbichi. Pia unaweza kutumia kama poda ikiwa imekauka. Ikiwa imekauka, vitunda vyake hivi unavikausha, na karoti unazikausha, manjano unazikausha, unasaga kwa pamoja. Unatengeneza mchanganyiko wa poda ambao una vitu vitatu. Mchanganyiko huu ambao una vitu vitatu, utakuwa unachukua kijiko kimoja, unaweka kwenye glasi ya maji. Maji ya uvuguvugu au maji ya kawaida yakiwa masafi. Tumia maji yakiwa masafi. Utakuwa unakunywa asubuhi na jioni kwa muda wa siku 14 ambazo ni wiki 2. Kama changamoto yako ya macho ni kubwa, tumia siku 28 kwa mwezi mzima. Lakini kama changamoto ya macho sio kubwa sana, tumia siku 14 ambazo ni wiki 2. Kwa hivyo hizi dawa ambazo nimekuelekeza hapo zitengeneze, ni dawa ambazo hazina mchezo na sio za masiara katika tiba ya macho. Macho 100% yanatakiwa mwili wako uwe na vitamini A nyingi. Mwili wako uzalishe vitamini A nyingi kwa ajili ya kusaidia uoni wa macho.
Yaani macho yako yanahitaji vitamini A nyingi. Kwa hivyo vitamini A inapatikana katika haya matunda, katika karoti, katika manjano na katika hivi vitunda. Hivi vitunda vina vitamini A nyingi sana. Na ndio maana tunavitumia katika kusafisha macho, kutibu macho. Kwa hiyo ili mwili uweze kufanya kazi vizuri katika viungo vyake, unahitaji prosesi ya maandalizi ya kutengeneza na kuandaa vitamini katika mwili. Kwa hivyo kila mwili wa mwanadamu una sehemu zake za vitamini na kila sehemu ya mwanadamu ina matumizi yake ya vitamini. Kwa hivyo manjano inatakiwa iwe ni nyingi, lakini hata karoti utaweza kuongeza pia kulingana na matumizi yako ambayo ya wiki 2 siku 14. Utaendelea na zoezi lako. Kama una changamoto ya mtu mwingine pia unaweza ukamfundisha, ukamwandalia na ukampa maelekezo kama ninavyokuelekeza hapa, ili tuweze kusaidiana katika kutatua changamoto mbalimbali. Kuna wazee jamani, wazee, una mzee wako huko kijijini ana changamoto ya macho, haoni, anavaa miwani, bibi wa watu, babu anavaa miwani. Usimwache babu endelee kuvaa miwani kila mara au kugharamia miwani. Mtengenezee vitamini A kama nilivyokuelekeza hapo katika video. Tengeneza vitamini A kwa wingi na umtumie. Muandalie, mkaushie, mtengenezee unga, mtumie au anatumia kama juisi au kama chai. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, na imani umefurahia hili darasa ambalo nimekufundisha sasa hivi, namna ya kutengeneza dawa ya macho. Jinsi ya kutengeneza dawa ya macho. Na pia mpendwa mtazamaji wangu, kwa wewe ambaye unahitaji ushauri, unahitaji dawa ambayo tayari nimeshaandaa ya unga na kutumia popote ulipo, ukiwa nje ya nchi, ukiwa Tanzania, karibu sana. Na kwa watu wa Dar es Salaam nawakaribisha sana ofisini kwetu, tuko Buza, Dar es Salaam. Bonyeza alama ya kujumlisha 255 787 23 20 81. Utaweza kutupata kwa uzuri kabisa na tukupe msaada wa kiafya pamoja na changamoto za kiroho zote unazokutana nazo, tiba asili na mitishamba. Tutaonana katika video na darasa lingine. Mpendwa mtazamaji wangu, nakushukuru sana kwa kusikiliza hii video na kuitazama.